Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe na kutukuzwa milele yote. Mzao wa Ibrahimu, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mliozaliwa kama watoto wa ahadi kwa Ibrahim. Ikiwa Ibrahimu aliweza kuambiwa, tazama na uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari na kama nyota za mbingu. Hivyo ninapozungumza na wewe unayenisikiliza, ni uzao ule wa kifalme, ni uzao ule wa ahadi wa Ibrahim ambao Mungu alimwahidia Ibrahimu kwamba atakuwa na uzao kama mchanga wa bahari. Moja kwa moja litukuzwe jina la yeye Mungu aliyeweza kumtimizia Ibrahimu ahadi ya kuwa na wana wengi, nikiwemo mimi, ukiwemo we baba, mama, kijana na mzee pamoja na watoto. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukiendelea kuitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu na tukinyoosha mapito yake. Moja kwa moja niweze kwenda kwenye maombi. Nikimaliza maombi niingie kwenye kichwa cha somo husika. Ni ombi langu uwe nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wasaa huu tena ulionipatia na kwa kunipa kipindi hichi ambacho msikilizaji anapata nafasi ya kusikiliza maelekezo yanayotoka ndani ya neno lako, ikiwa najua kwamba Biblia ndio mwongozo wa maisha yetu hapa chini ya jua. Ninasema asante. Ninakuomba Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, mshauri wetu, unayetuelekeza na kutufundisha njia itupasayo kuenenda na jicho lako likitutazama. Tunaomba uanze nasi na kuhitimisha somo hili pamoja nasi, katika jina la Mungu wetu atendaye miujiza na maajabu kupita akili na fahamu za wanadamu. Amen. Moja kwa moja niweze kuingia kwenye kichwa cha somo husika. Nikaona maono kwa Mheshimiwa Tundu Lissu ya kamba zilizozungushwa shingoni mwake. Kwa ni maono niliyoweza kuyaona kwa Mheshimiwa huyu Tundu Antipas Lissu kujikuta yuko katika hali ya kuzungukwa na kamba za mauti shingoni mwake. Lakini utakapozidi kunifuatilia ndipo utakapojua, je, pamoja na hizo kamba zilizomzunguka, je, zilifanikisha kuondoa uhai wake ama Mungu alisimama naye kama mwenye haki? Kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, ndipo utakapojua kilichojiri juu ya maono haya. Amen. Na kupitia maono hayo nikapata maana. Kupitia haya maono nikaweza kupata maana ya ufunuo wa hizo kamba, na upo uthibitisho wa kimaandiko unayonipa
uthibitisho wa zile kamba zilizokuwa katika shingo yake kuwa ni maneno yale ambayo anashtakiwa nayo, au ni ile kesi anaokabiliana nayo inayoendelea kwenye mahakama ya taifa la Tanzania, na ni kesi ambayo ameweza kuambiwa kwamba ni kesi ya uhaini. Sasa nipate kuonyesha uthibitisho wa kimaandiko ambao umeweza kuonyesha jinsi mwendelezo wa kesi yake inavyoendelea kurindima katika mahakama ya Tanzania. Sasa tukiangalia katika Zaburi, tukiangalia katika kitabu kitakatifu elekezi cha Zaburi 30, kabla sijafika huko tuone Zaburi 18 mstari wa 4. Zaburi 18 mstari wa 4. Kwa maono ya kile nilichokiona kamba zilizozunguka katika shingo ya Tundu Lissu. Inaeleza hivi kifungu hichi. Zaburi 118 mstari wa 4. Kamba za mauti zilimzunguka, mafuriko ya uovu yakamtia hofu, kamba za kuzimu zilimzunguka, mitego ya mauti pia ikawa inamkabili. Sasa kupitia ujumbe huu, ndugu msikilizaji, au kupitia maono haya ambayo yamekuja kwako pia kama unabii wa hitimisho la kesi yake itakavyokuwa, ni kwamba hiyo kesi ya uhaini ambao mpaka sasa inaendelea, nikaziona kamba zilizokuwa zimezungushwa katika shingo zake, na kuna kamba za kwanza ambayo ilikuwa ni kesi ya mara ya kwanza kabisa alipoweza kutiwa kwenye kesi, alipoweza kutiwa nguvuni kwa kesi hiyo ambayo ameweza kushtakiwa nayo, akidai kwamba ni kesi ya uhaini. Kwa hiyo ndipo uthibitisho wa kimaandiko unaniambia hizo zilikuwa ni kamba za mauti zilizomzunguka. Lakini hizo kamba za mauti kibibilia, hayo maono kibibilia, nimepata ufunuo kwamba hizo kamba zilizokuwa zinamkabili ni yale mashtaka, na mashtaka yanayofanyika, kinachozungumzwa ni maneno. Kwa yale maneno yalikuwa ni kamba za kutaka kuhalalisha kwamba je, anastahiki kunyongwa au anastahiki kuwa hai. Kwa zile kamba za kwanza za mashtaka yale ya kwanza, niliona katika ulimwengu wa roho zilikatika. Manake maneno yale yaliyokuwa yanatolewa na wale wanaotoa mashtaka juu yake, yale maneno yalikuwa kama kamba zilizomfunga, na huku wakitoa kabisa ushahidi ambao ni wa uongo. Kwa hiyo uongo ule
ulipoonekana kwamba yale yote wanaodai kwamba amekosea yakaondoka. Kwa ni maneno yaliyokuwa yanauzunguka uhai wake, yaliyokuwa yanazunguka maisha yake. Kama vile unavyojua kwamba maisha Mungu anayompa mwanadamu kwa namna moja ama nyingine, kuna maisha ya watu ni marefu na kuna wengine wana maisha mafupi, ikiwa inamaanisha pia kamba anakuambia imarisha, kaza vigingi vya kamba yako au hema yako, nyoosha hiyo kamba, manake nyoosha maisha yako, au nyoosha hiyo kamba manake nyoosha maneno, sipindishe. Kwa maneno kwenye ulimwengu wa roho ni kamba. Maneno yanaweza kuwa kamba za umaskini yakakufunga usipate chochote. Nataka kwa yule ambaye anielewi nimpe ufunuo, nimtafsirie. Maneno ya watu ambao wanaweza kukutamkia kwa ubaya yanaweza kawa kamba ya kufunga maisha yako, au ya kukufunga jela maisha, au ya kupelekea hata kwa kamba hizo maneno ukanyongwa. Sasa nikafunuliwa yale maneno ya wale mashahidi wa uongo aliyeweza kuyapangua akiwa na jopo la mawakili wanaomtetea. Zile kamba za kwanza, mashtaka ya kwanza ambayo ni maneno ya uongo yaliweza kupanguliwa, maanake kamba zile zilikuwa zimekusudiwa kumnyonga. Maneno yale yaliokuwa yanatoka ya ushahidi wa uongo, walichokuwa wanataka ni kumnyonga. Jambo hilo lilikuwa serious, bila kupepesa. Baada ya hapo nikaweza kuona tena kesi nyingine. Nikaweza kuona tena kesi nyingine ambayo mpaka sasa inarindima kwenye mahakama. Hiyo kesi nyingine nimeiona kwenye maono. Ilikuwa ni kamba nene, na hizo kamba zinahitaji umakini sana, manake hayo maneno au wale ambao wanatoa maneno kama sehemu ya kumtetea mawakili ambao ni jopo la mawakili wa Tundu Lissu, inawapasa kuwa katika yale maono, walipaswa kuwa katika hali ya umakini, kwa maana kuna namna wanajaribu wawategi, kama hapo nilipotangulia kusema katika Zaburi 18 kamba 18:5 nasema, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Kwa wanafanya kila namna wawategi wale ambao ni jopo la mawakili wa Tundu Lissu, ili zile kamba za mauti lengo lao zikazwe zaidi. Lakini ninapozungumza haya, niliona maono haya kwamba watu wanaomtetea, hata katika hali ya kumtetea ilitakiwa umakini wa hali ya juu sana, kwa maana wakikosea tu umakini wale wanaomtetea, ina maana zinazidi kumkaza, maanake ile kamba ama hiyo kesi inaendelea kukaza. Na ndipo yeye mwenyewe naona alitambua kule katika roho, nilipoona akatambua na akaona kumbe anapaswa kujitetea mwenyewe,
Kwa wengi watakuwa na maswali, kwa nini ameamua kujitetea mwenyewe? Kuna umakini. Hata mtu ambaye unaweza ukawa umekuta kuna mahali kamba zimejifunga, kuna mwingine anaweza akawa anafungua hivi, kumbe ndo anakaza. Lakini kuna mwingine anaweza akawa katika hali ya umakini wa hali ya juu, akajua hii kamba imeanzia wapi, nifunguaje kwa umakini. Kwa anajifungua, anajitoa hizo kamba shingoni mwake kwa kujitetea mwenyewe, na aliweza kushinda. Kwa maana Mungu amempa ufahamu, amempa akili ya kuweza kupangua kila maneno yanayokuja kwake kama kamba zilizomzunguka. Kwa Mungu amempa kushinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo kamba za mauti ni maneno na mafuriko. Huwa unaona kitu kama mtu umeota ndoto, unaona mafuriko, maji machafu yanataka kusoma. Maanake ni maneno ambayo hata yeye anaposikia wale wanaotoa ushahidi wa uongo, yani anashangaa, yani anabaki yamkini hata akitikisika kichwa chake akifikiri kitu gani hichi. Lakini ndivyo wana mpango, yani hayo mafuriko ya uovu yapate kumtia hofu, ashindwe kujisimamia. Lakini kwa uweza wa Mungu aliyeweza kumpa Bwana wetu Yesu Kristo, niliona kamba zile zimefunguka na akatoka salama kabisa kama mwenye haki. Nahitimisha ujumbe huu wa maono haya kwa uthibitisho wa maandiko matakatifu kwamba Zaburi 116 mstari wa 3, Zaburi 116 mstari wa 3 unasema, kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Wakati huo akiwa umo anaona tabu na huzuni, lakini imetoka kutoa ufafanuzi wa ufunuo wa hizo kamba kwamba ni maneno ambayo yanamfanya awe katika hiyo tabu, yanamfanya awe katika hiyo huzuni ya kushtakiwa kwa kesi ya uongo. Kwa hiyo wewe ambaye unanifuatilia na ungependa aweze kushinda, yatupasa kuendelea kuomba na kumwomba Mungu ampe maelekezi zaidi, kama ambavyo tunaona kujitetea kwake ni pale ambapo kuna umakini wa hali ya juu ambao mawakili wake wasipokuwa katika hali ya umakini wanaweza wakajikuta wameingia kwenye mtego wa kujikuta wanazungusha zaidi ile kamba shingoni, wakiwa wanafikiri kwamba wanamtoa. Kwa hiyo katika kuona yeye, ndipo akaona ajitetee mwenyewe ili atoke katika adha hiyo. Mungu akubariki. Asante kwa pamoja na Amen.